Katika siku 10 za maombi mara tena nakaribisha rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Leo siku ya 4 nikukaribisha kwenye somo linalosema kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Fungu elekezi ni kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 12 hadi 14. Baada ya Yesu kupaa mbinguni, wanafunzi walikusanyika pamoja katika chumba cha juu. Hawakuwa kamilifu, walikuwa na madhaifu kama baadhi yetu, mimi pamoja na wewe, lakini jambo muhimu ni kwamba walikuwa pamoja katika maombi, wakinyenyekeza, wakitubu na kuacha tofauti zao, kuombana msamaha na kutubu ya kweli. Walitambua kwamba wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu kulingana na Warumi sura ya 3:13, jambo lililowaita kwenye unyenyekevu wa kweli na toba ya kweli. Walikumbuka maisha ya Yesu Kristo, walihuzunika kwa kutoamini kwao, lakini pia walifarijika kwa msamaha waliopokea kutoka kwa Yesu Kristo. Unyenyekevu huu uliwaunganisha na kuandaa kwa kazi kubwa ambayo ilikuwa iko mbele yao. Kwa hivyo katika muda wako wa kipekee pamoja na Mungu, chukua muda mfupi kumwomba Mungu aondoe kiburi ndani yako, chuki au vizuizi vyovyote vinavyoweza kuzuia umoja wako pamoja na wengine. Mahali ambapo mlikuwa hamsemezani, rudisha umoja pamoja na wengine. Anza mwaka huu 2026 ukiwa katika umoja. Muombe Mungu akupe moyo wa toba na unyenyekevu kama wa Kristo. Wewe pamoja na familia yako ama na marafiki, tafakarini pamoja, ni mitazamo ipi inayotuvuta karibu zaidi? Msamaha, upendo au uvumilivu? Ombeni Roho Mtakatifu atuunganishe katika nia moja. Ukienda kanisani pamoja na familia ya kanisa katika vikundi vya maombi, daini ahadi ya Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa na nia na mtazamo wa Kristo. Kulingana na Filipi sura ya 2:5 hadi 8, tukitendeana kwa upendo na kwa unyenyekevu. Kwa hivi somo muhimu katika siku ya leo ni kwamba umoja wa kweli huzaliwa katika unyenyekevu na toba. Tunapokusanyika katika nia ya Kristo, Roho Mtakatifu huandaa mioyo yetu kwa uamsho. Je, ni kusudi lako kuwa katika umoja na wengine? Basi tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo kwa kuwa wewe mwema, nataka tuwe katika umoja, tupatie roho ya kusamehe, maliza kiburi, chuki, dharau ndani mwetu. Tunaombea watu 10 ambao tumewaandika kwenye makaratasi na watu ambao huyu mtazamaji pia anawaombea. Bariki pia wafungwa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine ili sote tuwe katika uwepo wa Mungu.